Majimbo Media. Maendeleo majimboni, mikutano ya wabunge na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Zao hili la muhogo lilikuwa linalimwa kama mwanzoni kama subsistence, yani kwa ajili ya matumizi tu ya chakula cha kawaida, lakini kitu ambacho kimefanyika hivi tu karibuni, ukiachana na kabla ya kwanza kuja kujenga kiwanda, hivi karibuni kidogo kumepata msukumo. Kuna viwanda vimejengwa kwenye nchi jirani ambavyo wanakuja kuchukua zao hili la muhogo kutoka kwetu, hasa Burundi na Rwanda. Magari hayo yameboost zao hili kwenye jimbo langu. Mpaka sasa zao hili kwanza ndio linaloongoza kwa mapato kwenye halmashauri yangu. Muda huu tunavyozungumza linaingiza zaidi ya milioni 400 kwenye mapato ya halmashauri. Sasa zao hili limeingiza kipato kikubwa kwa wananchi na kwenye halmashauri. Lakini pamoja na hivyo bado haitoshi. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, gunia moja, lile gunia la kilo 100 linauzwa shilingi 18,000. 18,000. Yaani 18,000 unapata gunia moja la kilo 100 kutoka jimbo la Kasulu vijijini. Sasa ndio maana serikali kaja na mpango, maana Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake kwamba waje wajenge kiwanda kije kibusti bei, halafu kisha boost bei kitabusti na kipato cha wananchi. Kwa hiyo wananchi watahamasika kulima kwa wingi, ukizingatia pia zao hili linatumika pia kwenye beverage, hivi viwanda vya vinywaji na vinywaji kama bia, lakini pia na baadhi ya vinywaji vingine vya kawaida, soft drink, inatumika hii mihogo inatumika. Lakini pia mihogo inatumika kama chakula pia. Kwa hiyo sasa wananchi wetu watalima kwa wingi, watatoka sasa kulima kwa ajili ya tumbo, watalima sasa kwa ajili ya pesa mfukoni. Kwa hiyo tayari zao litakuwa limeshageuka sasa, sio zao kwa ajili ya chakula tu, litakuwa limegeuka kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo ile dhana ya kilimo ni biashara itakuwa imetekelezwa. Nishukuru serikali kwenye jambo hili, imefanya kazi kubwa sofa mpaka sasa hivi. Jimbo la Kasulu vijijini tuna maafisa ugani wengi tu ambao wanasaidia, maafisa kilimo ambao wanatusaidia kuwasaidia wananchi wetu na wakulima wetu angalau kulima kilimo cha kisasa, lakini ikiwemo kupata mbegu bora. Lakini changamoto ambayo iliyopo mpaka sasa hivi kwenye jimbo langu, kwa kweli nikiri, bado kuna changamoto ya mbegu. Yaani wanapanda ile mbegu ambayo unasubiri mpaka miezi 6, kuna mbegu zingine unasubiri mpaka mwaka, zingine mpaka unasubiri mwaka wa pili ndio unaenda kuvuna. Lakini japo kama wangewezeshwa wananchi wetu kupata mbegu za kisasa ambazo zinachukua miezi 3 unavuna, pengine wangeweza hata kuvuna mara 2 yake kwa msimu mmoja. Kwa hiyo, lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya maeneo kuna wadudu wanaoshambulia mazao haya nao. Kwa hiyo kwa wataalamu wetu wakiwa karibu watatusaidia namna gani wananchi wetu wanaweza kwenda kupambana na baadhi ya wadudu ambao wanaenda kuathiri moja kwa moja ili zao la muhogo. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho tena nashukuru serikali kwa sehemu ambapo imefanya, na wamepewa mpaka usafiri wa pikipiki. Unaona wanafika mashambani kuwashauri, kujaribu kuwajenga, kuwatia moyo, japo bei zinavunja moyo kwa sasa hivi kama nilivyozungumza, lakini wanawatia moyo walime kwamba neema inakuja. Na mimi kama mbunge wao ndio kazi pia nilionayo. Nawaambia neema inakuja, serikali inaleta neema. Kwa hiyo hizi changamoto zingine zinazoambatana kwenye hili zao lenu la muhogo, ambao ni chanzo kikubwa cha mapato cha kwenu ninyi kama wananchi na halmashauri, kinakwenda kuisha, na serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeshaingilia jambo hili. Lakini pia kwa neema nzuri nizungumze kitu kimoja. Nilipata kuonana na ofisi ya waziri mkuu,
Mheshimiwa Waziri Mkuu aliahidi kuliwekea jambo hili msukumo, hiki kiwanda kije kijengwe haraka, lakini pia kutuongezea wataalamu kwenye eneo la kilimo, hususan kwenye zao la mhogo. Ukiachana na parachichi ambayo imezungumzwa, kuna mazao mengine, kwa mfano kwenye jimbo langu nikitolea mfano, zao la pamba. Hili zao mwanzoni wananchi walipata mwamko mkubwa sana wa kulima mazao haya, zao la pamba. Lakini hapa karibuni soko la pamba likashuka. Kwa hiyo wananchi wakakimbia tena kulima pamba. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kawekewa msukumo na kikaja na tija ni tumbaku. Kwa kweli mpaka tunavyozungumza, tumbaku imekuwa ni kwenye jimbo la Kasulu vijijini, lakini pia na maeneo mengi. Ukija ukanda huu kwa mfano Tabora, utakuta tumbaku inalimwa kwa wingi sana, na maeneo mengine Katavi, maeneo haya ya karibu mengi, hasa ukanda huu na maeneo ya Mwanza wanalima pamba, lakini pia utakuta na tumbaku. Maeneo ya Shinyanga, kwa maana kutazungumzia Kahama, yote hiyo utaikuta pamba, utaikuta na tumbaku. Kwa hiyo mazao haya kama serikali tukisema tunayawekea mkazo na tukasema pengine hata kwa miaka 3 au 5 hii, tukasema tunasimama na pamba, tunasimama na tumbaku, na pengine tunaongeza na hilo zao la parachichi, kwa sababu hata huku kwetu linakubali, na kuna wakulima wengi wamejitokeza, wameanza kulima mashamba makubwa. Ukiachana na watu wa Songea huku na watu wa Njombe na maeneo mengine ambao wanalima parachichi kwa wingi, Mbeya huko. Lakini na huku kwetu wamepata mwamko. Maeneo mengi tu kwenye nchi nzima sasa hivi mazao mengi kama parachichi na tumbaku yanalimwa. Sasa kuna mazao haya ambayo yalikuwa kama yanaenda kupotea sasa, kama pamba. Mimi nafikiri serikali tuweke msukumo kwanza kwenye ushauri wa kitaalamu, lakini pia baada ya kuwekeza kwenye ushauri wa kitaalamu, kwa maana maafisa ugani, maafisa kilimo watusaidie kwa wakulima wetu, ili wapate utaalamu, walime kisasa. Wasilime tu kwamba ili mradi wanalima, walime kisasa kwenye mazao haya. Lakini pia tuje tena kwenye chain, tujenge viwanda au tufufue viwanda ambavyo vilikufa. Kwa mfano viwanda vya nguo, tukifufua viwanda hivi vya nguo, mimi naamini wananchi wetu, kwa kweli sisi wananchi wetu, kwa mfano kama wa jimbo langu au wananchi wa vijana wengi wanapenda kufanya kazi na wanapenda fedha. Sasa na kama ni fedha, watatafuta fedha ziliko. Kwa mfano ukija huku kwetu sasa hivi vijana wengi wamenunua bodaboda, maana yake wamepata fedha. Lakini ukifuatia wamepata fedha wapi? Wameenda kulima. Na wamelima nini? Utakuta wamelima eka moja ya tumbaku, utakuta amelima eka moja ya pamba, ndio amepatia fedha huko. Kwa hiyo ukiachana na mazao mengine haya ya chakula, ukiachana, maana kuzungumzia mazao ya nafaka, ukija kwenye mazao haya ya biashara specific, mimi ningeshauri serikali pamba iwekewe nguvu ya ziada, lakini pia tumbaku iwekewe nguvu ya ziada. Kwa mfano nikizungumzia, mimi kuna kata moja unakuta mpaka imepata zaidi ya bilioni 10 kutokana na tumbaku. Kata hii moja bilioni 10 imelipwa. Kwa hiyo sasa mzunguko wa bilioni 10 unazungumzia kwenye kata moja. Hebu niambie, kwa mfano jimbo zima tungekuwa na kata kama mimi na kata 21. Kata zote 21 zingeingia bilioni 10. Haya, tuzungumzie sasa kanda napo labda au wilaya nzima. Wilaya nzima tuna kata 36. Kata 36 zote ziingize bilioni 10. Twende mkoa, hata mkoa mmoja. Kila mkoa huu na wenyewe hizi kata ziingize hiyo fedha. Tuje kwenye ukanda, kama mikoa mingapi, hata tukiwa na mikoa 4 au 5 ambayo inalima tumbaku kweli, ikiwa iko serious, na serikali tukawawezesha, tukawa karibu nao, nakwambia tunazalisha mabilionea, na si muda mrefu tunaanza kuwa tena na matilionea kwenye nchi yetu. Serikali itapata kipato, wananchi watakuwa matajiri pia. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge.
Majimbo Media.